Naam, mtazamaji wa Mtaani TV, ni siku nyingine tena tunakutana hapa kujadili taarifa mbalimbali za kimichezo, na taarifa ambayo tupo nayo leo hii ni taarifa ya juu ya klabu ya Simba Sports Club kuendelea kujipanga na duru la maandalizi ya ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa msimu huu pindi dirisha dogo litakapofunguliwa, lakini kuendelea kuimarisha kikosi chao kwa sababu tunafahamu kwamba dirisha dogo la ligi kuu ya soka Tanzania bara litafunguliwa mapema mwezi Januari pindi ligi zitakaporejea, kwa sababu sasa hivi tunakwenda kwenye break ya mapumziko ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON, ambayo mashindano hayo yanaanza Desemba hii 21 huko nchini Morocco. Sasa Simba Sports Club bila kupoteza muda, tunafahamu kwamba kwa sasa hivi wapo nakamilisha mchakato wa kupata kocha mpya ambaye anakuja kukinoa kikosi chao mara baada ya kuachana na meneja mkuu Dimitar Pantev, lakini pia wakiwa katika hatua za mwisho za kuachana na kocha wa muda ambaye alikiongoza kikosi cha Simba katika michezo miwili ya mwisho ligi ya soka Tanzania bara dhidi ya Mbeya City na Azam, Selemani Matola. Kwenye swala la kuboresha kikosi chao, dirisha dogo, Simba Sports Club wanakwenda pia kufanya maboresho kwenye baadhi ya nafasi, ikiwemo eneo la ushambuliaji ambalo limeonekana linakosa ufanisi katika namna ya kutumia ama kuconvert nafasi nyingi ambazo timu inatengeneza. Na kwenye hatua ambao wamefikia Simba Sports Club ni hatua ya kumrejesha kwenye kikosi chao nyota wa zamani raia wa Msumbiji Luis Jose Miquissone, ambaye inatajwa kwamba anarejea katika kikosi cha Simba kuja kuchukua nafasi ya Joshua Mutale ambaye tangu amesajiliwa Simba Sports Club hajafanikiwa kuonyesha ule ubora ambao watu wengi walikuwa wanautarajia, kwa sababu Joshua Mutale on records tangu amesajiliwa Simba msimu uliomalizika amecheza jumla ya michezo 24 ya ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC pasipo kufunga goli la aina yoyote, na ni mchezaji ambaye amekuwa akipata dakika nyingi ama muda mwingi wa kucheza, lakini ameshindwa kudhibitisha uwezo alionao. Sasa Simba Sports Club wanamrejesha Luis Jose Miquissone aje kuongeza nguvu katika kikosi chao kuelekea mara baada ya dirisha dogo litakapofunguliwa. Luis Jose Miquissone, ni ukumbushe tu, ni mchezaji ambaye amecheza Simba kwa vipindi viwili tofauti. Mara ya kwanza alisajiliwa katikati ya msimu wa mwaka 2019 2020, mahali ambapo aliingia katika kipindi cha dirisha dogo kama hivi ambavyo anataka kuingia, na alicheza mechi chache na kufanikiwa kufunga magoli 4 pamoja na kuisaidia timu ya Simba kuchukua ubingwa wa kombe la ligi kuu ya soka Tanzania bara, ligi kuu pamoja na kombe la FA. Msimu wake wa pili ndio ulikuwa msimu wake bora ambao ulimpa paka move ya kutoka Simba kwenda katika timu ya Al Ahly, mabingwa hawa kihistoria wa ligi ya mabingwa barani Afrika kutokea nchini Misri. Na ni msimu wa mwaka 2020 2021 Luis Jose Miquissone alikuwa na msimu bora sana katika kikosi cha Simba, kwa sababu katika msimu huo kwenye ligi pekee alifunga magoli 9 pamoja na kutoa assist 10, na ni msimu ambao Simba, ukiangalia records za wachezaji wa Simba msimu huo kwenye kikosi cha Simba, mchezaji ambaye aliongoza kwa assist nyingi alikuwa ni Clatous Chama msimu huo 2020-2021, ambapo Chama alipiga assist 15, lakini Luis Jose Miquissone alikamata nafasi ya pili kwenye kikosi cha Simba pamoja na ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa ujumla kwa kupiga assist 10 na kufunga magoli 9. Kwa hiyo alikuwa na mchango wa magoli 19 katika ubingwa wa Simba ambao alichukua mwaka 2020 2021. Baada ya hapo akawa amepata move ya kwenda Al Ahly, mambo ya kwenda vizuri. Baadaye akaenda Aba pia kwa mkopo ya nchini Saudi Arabia, na hapo kufanya vizuri akarejea Simba msimu wa mwaka 2023 2024, mahali ambapo kurejea katika kiwango kizuri, na hakuwa katika shape nzuri ya kiuchezaji na kucompete. Akacheza michezo michache tu ya ligi na akafanikiwa kumaliza ligi kuu akiwa na assist 4. Baadaye baada ya kucheza Simba hapo msimu mmoja, msimu wa 2023 24, akawa ameachwa na Luis Jose Miquissone akawa amerejea katika timu yake iliyomkuza ama kumtoa iliyomtoa kutokea nchini Msumbiji, UD Songo. Kaikuta ile timu msimu wa mwaka 2024, kwa sababu ligi kuu ya Msumbiji ni ligi ambayo yenyewe inachezwa mwaka kwa mwaka. Yaani ni ligi ambayo haichezwi kwa vipindi viwili vya msimu, kwamba msimu wa 2020 na 2025. Ligi yao kule
ni ligi ambayo inachezwa ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo alitoka Simba kwenye sama ile akajiunga na UD Songo, akikuta ipo inamalizia nusu ya pili ya msimu wao kule nchini Msumbiji, na akacheza mechi 5 na akafanikiwa. Alicheza mechi chache tu katika mzunguko huu wa pili na akafanikiwa kufunga magoli 5. Msimu wake bora ambao ndo huu tunaozungumzia wa mwaka 2025, Luis Jose Miquissone ndo kwa sasa hivi ndo mfungaji bora wa ligi kuu ya soka Msumbiji, akiwa anaongoza kileleni akiwa na magoli 14, na anayemfuatia kwenye kinyang'anyiro cha ufungaji bora kwenye ligi kuu ya Msumbiji ni Angelo Cantolo, mchezaji wa timu ya Chingale de Tete ambayo inajipambania kutoshuka daraja katika ligi kuu ya soka Msumbiji. Na kwenye kikosi chao cha UD Songo ambacho mpaka sasa hivi ligi yao inaelekea ukingoni, kwa maana wao ndo wanaongoza ligi kuu ya soka Msumbiji, UD Songo wakiwa na alama 58, na mambo namna alivyo ndo wanaenda kuwa mabingwa wapya wa msimu 2025 ligi kuu ya soka Msumbiji, kwa sababu wamebakiza michezo 7 na anayemfuatia ni Black Bulls ambaye yeye ana point 38 akiwa na michezo 22. Kwa hiyo UD Songo wao wamesaliwa na michezo 7, lakini hawa Black Bulls ambao wapo nafasi ya pili wao wamesaliwa na michezo 6. Na Luis Jose Miquissone kwenye magoli 14 ambao amefunga mpaka sasa hivi, anayo nafasi pia kuendelea kuongeza magoli mengi kama mambo yakimwendea sawa. Na ukitazama performance ya nyota ambao wanafanya vizuri kwenye kikosi cha UD Songo, Luis Jose Miquissone ndio kinara wa kiwango kizuri kwenye kikosi cha UD Songo. Kiungo mshambuliaji huyu, ukiachana kwamba yeye ndio top scorer wa ligi kuu ya soka Msumbiji akiwa na magoli 14, lakini ukiangalia kwenye kikosi chao nyota wengine ambao wanamfuatia kidogo amewaacha mbali. Ni kuna mshambuliaji ambaye kuna washambuliaji watatu ambao hapo wanacheza mbele kwenye kikosi cha UD Songo. Yupo Asidi Reis, mshambuliaji huyu raia wa Msumbiji, yeye kwenye kikosi cha UD Songo na magoli 9, pamoja na Mikane Chester, huyu pia ni mshambuliaji ambaye anatokea raia wa Zambia, na yeye kwenye kikosi cha UD Songo amefunga magoli 9. Kwa hiyo ukiangalia top performer kwenye kikosi cha UD Songo ni Luis Jose Miquissone ambaye amefunga jumla ya magoli 14, na ni magoli ambayo inaweza kaongezeka kadiri katika mechi 7 hizi za ligi kuu ambazo zimebakia UD Songo kuzimaliza ili waweze kuwa mabingwa, na Luis Jose Miquissone kama mambo yakimwendea vizuri aweze kuchukua kiatu cha ufungaji bora wa ligi kuu ya soka ya Msumbiji. Kwa hiyo unaweza kuona namba hizo ambazo ndizo zinawavutia Simba Sports Club kutaka kumrejesha na kumuongeza kwenye kikosi chao pindi dirisha dogo litakapofunguliwa mapema mwezi Januari mwaka huu, mwaka unaofuatia wa 2026. Nini maoni yako kuhusiana na Simba kutaka kumrejesha Luis Jose Miquissone? Tuandikie kwenye comment, lakini msiache kushare taarifa zetu. Endelea kusubscribe channel yetu ya Mtani TV ili uwe wa kwanza pindi taarifa zetu zinapotoka. Mimi ni Shabel Daniel.